ombi, wanaacha mambo ya nje cha utu wao na kufuata mambo ya Mungu. Amina. Kwa hiyo tunaweza tukapata neema ya Mungu kwa kuanza maisha mapya na Mungu. Maanake wewe Mkristo ujenge uhusiano mzuri na Mungu. Amina. Lakini pia tunaweza kupata neema ya Mungu wa kumwamini Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Maanake nini? Kwa njia ya kuokoka. Kama watu wa nje wanapookoka wanakuja hapa kusali kwenye ibada, mwingine alikuwa hata wazo, lakini anakutana na hivyo, anasikia neno, anasema kweli kumbe Mungu yupo. Watu wanashuhudia kwa anaokoka. Tusome kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Yohana 1 mstari ule wa 12, na unasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Amen. Kwa kupitia watu kuokoka wanakutana na neema mbalimbali. Lakini pia tunaweza kupata neema kwa kujiungamanisha na Roho Mtakatifu. Unawezaje kujiungamanisha na Roho Mtakatifu? Tusome waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1, Yohana 1 mstari wa 1 mpaka 9. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:1 mpaka 9. Sura ya 1 mstari wa 9, na unasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tuondolee dhambi zetu na kutufiisha na udhalimu wote. Amina. Kwa nini mtu apokee neema? Yaani kwa nini neema ina umuhimu katika maisha yao? Kwa nini hao watu wa nje waache mambo yao, waache mambo ya duniani yote wampokee Mungu? Kwa nini mtu amtafute Roho Mtakatifu? Hapa sasa kuna umuhimu wa neema. Kwanza, neema inatufanya sisi kuwa watoto wa Mungu. Ikiwa wewe umeokoka, umempokea Mungu na umemwamini kwamba ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yake si tayari ni baba. Hapa tusome Yohana 1:12. Ndio inaelezea kwa namna gani neema inatufanya sisi kuwa watoto wa Mungu. Yohana 1 mstari ule wa 12, na anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Manake wote waliompokea Mungu aliwapa uwezo wa kuwa na wake. Tunaelewa watumishi. Lakini pia muhimu mwingine wa neema, inatusaidia kuishi maisha ya. Hauwezi ukaniambia eti wewe mtu upo kanisani na umeshajua kabisa una neema nyingi Mungu ameweka kwenye maisha yako, lakini bado unaishi maisha ya duniani. Tusome Tito 2:11. Sema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, na yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Amin. Maanake kupitia neema inakupa wewe uoga au hofu ya kuyatenda mabaya ya nje. Amina.